Usiku wa kuamkia siku ya leo Ijumaa, Zamaradi Katema ameweza kushare jumbe nyingi sana ambapo ameweza kumjibu live ya Saleh na Richie kuhusu kudaiwa milioni 2 ya mshahara wa miezi 4. Sasa nimeona hata Kerima Story kufuatia peji yake na mtandao wake wa Instagram ameweza kushare history ambapo nitaenda kusomea majibu haya ambayo yamekuwa ni majibu ya nguvu kweli kweli kuhusiana na hizi issues za kwamba Zamaradi halipi watu wake mishahara. Sasa nitaanza na hii chat ambazo ziliweza kuvujishwa, chat ambazo alizishare Saleh kutoka Zamaradi TV, mfanyakazi wa Zamaradi TV huyu, ambapo waliweza kulalamika kuhusu kutokulipwa mshahara na bosi wake huyu. Lakini siku za nyuma kumbuka kwamba hata Mange Kimambi alishawahi kusema kwamba Zamaradi halipi wafanyakazi wake mishahara, lakini pengine leo ndo tumeanza kupata mwanga zaidi. Sasa nikulete katika hichi ambacho kina husu chat hizi ambazo alianza kushare Saleh, lakini baada hapo nitaenda kusomea majibu ya Zamaradi katika kitu ambacho kilikuwa kinaendelea. Mimi ni Dax_Drizzy, jumba la Blue ndo hili hapa Dax Media. Subscribe hapo chini ili uwe mwanafamilia yetu wa kwanza na nguvu kupata update zetu kila wakati na kila muda. Sasa chat za Saleh alianza kwa kushare na kusema hivi: habari Saleh. Habari Saleh, unanidai mshahara wa miezi mingapi Saleh? Kweli kabisa, unaogopa bila aibu na mpaka dakika ya mwisho na kuwekea mishahara hali ya kuwa huji kazini. Vipindi hufanyi na niliendelea kukuwekea mshahara na wala sikuwahi kukudhulumu hata mwezi mmoja, ila wewe ndio umenidhulumu na bado unaniongelea vibaya. Saleh, ujisikii vibaya kunitangazia uongo? Na nimeishi na wewe kwa wema, hadi gari nimekununulia kwa upendo kabisa na sijawahi kukukataa hata shilingi 100, huku mshahara unachukua wote na hakuna huku unaniponda. Kukaa kimya, unadhani mimi ni taira Saleh? Sielewi, au unadhani haki yangu sijui? Unaniona mjinga sijui haki yangu na mkataba unao? Lakini hizo ni chat ambazo bosi wake aliweza kutuma. Nafikiri hizi ukiziangalia ni chat kutoka WhatsApp. Bosi wake Zamaradi aliweza kutuma. Sasa akaja hapa Saleh, nafikiri akaweza kujibu na kusema kama ifuatavyo: samahani madam sana. Mimi hii pia nimejisikia vibaya madam. Sikudai, umenilipa mshahara yangu kiukweli. Kwa sasa najua huwezi kunielewa, ila nimekosea, naomba unisamee. Haitajirudia hii na nitaikanusha kwa sasa, sio sawa. Naomba msamaha wa dhati. Mimi sina tatizo na wala hujanitendea kosa lolote. Alafu ni kupitia Insta story ya Zamaradi aliweza kushare hizi chats na chini kaandika: binadamu ni viumbe wa kuogopwa sana. Lakini katika upande wa caption site alikuja na kuandika kama ifuatavyo: Zamaradi huyo, umenichafua vya kutosha Saleh. Unasahau ulikuja mwenyewe kuniomba kazi, nikawa na sita na niligoma mwanzo kukupa hiyo nafasi sababu unazijua. Ukaniomba sana mpaka nikakuajiri. Leo unanizushia hivi, kosa langu ni nini? Sasa nakupa muda huo uliozua huko ukoongee ukweli wake. Ukishindwa mimi nitakusaidia, maana nimechoka kuchafuliwa na ninavyokaa kimya hivi mnafurahia sababu uongo wenu unapata nguvu. Mnaaminika na sijui inawasaidia nini kuchafua wasiostahili. Nilikupigia hadi simu kukuuliza kuhusu wewe kuongea hovyo mtaani, na kuwa hadi unapeleka habari za uzushi mitandaoni kuhusu haya unayoongea. Humu ukaruka futi 100. Leo Mungu kakuumbua kwa kinywa chako, umeongea yale yanayosambaa juu yako ambayo wewe unajua kuwa sio kweli. Unasambaza tena kwa mtu mwingine bila aibu wala uoga, hata Mungu humuogopi. Sasa mimi kukaa kimya sio mjinga na wala hili siliachi lipite. Naona mnanipanda kichwani sasa. NB yani na kadhalika. Naomba radhi kwa nitakuwa wa kwanza kwa video hii. Kuna vitu vinashangaza tu.
hivyo ndivyo alivyoweza kushare ujumbe huu wa huzuni kabisa, na ujumbe mkali wenye kutoa kweli wote ndani yake, bosi wa Zamaradi TV. Hapa namzungumzia Zamaradi Katema. Sasa Zamaradi ameendelea kushare hizi jumbe kwa mfuatano. Sasa kuna ujumbe wa mwisho kaweza kusema kwamba kuna watu huwa wanaenjoy tu kusema watu vibaya na kuvunja heshima na utu wa wengine kwa maslahi yao binafsi bila sababu. Huja wakosea maskini, huwa ni shida zao, ila anakuzushia tu na huwa inawapa satisfaction pale ushetani wao unaposambaa kwa neno lao moja la uzushi. Na ndio hao wanakaa kwenye vikao kwa kujadili kwa vitu walivyounda wao. Hii kukaa kimya nayo ni mbaya sana. Nadhani kwa sasa sitakaa kimya tena, ameweza kusema Zamaradi Katema. Sasa ikumbuke kwamba hata siku za nyuma mwanadada Mange Kimambi kuna baadhi ya machapisho ama posti aliweza kuzitoa akimsema sana Zamaradi kufuatia kile ambacho kinaendelea, issue za urisi na vitu kama hivyo kuhusiana na Ruge Mutahaba, bosi ambaye alikuwa anafanya ukurugenzi utendaji katika kampuni la Clouds Media. Sasa mambo mengi sana yalizuka katika hizo posti ambazo alikuwa anazitoa mwanadada Mange Kimambi kuhusiana huo urithi, lakini ilikuwa anamjia juu sana. Aliweza kutoa vithibitisho na vitu kadhaa kuhusiana na hiyo issue. Sasa mbali na hiyo issue tutupilie mbali, tusizungumzie sana. Issue ni kwamba alifika hadi mbali mwanadada Mange Kimambi na kwanza kusema kwamba Zamaradi halipi wafanyakazi wake mishahara. Wamekuwa wakifanya kazi katika hiyo TV yake Zamaradi TV, lakini imekuwa ni kwa muda mrefu hajawalipa mishahara. So hichi kimeendelea kuwa ni kitu kikubwa sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Though tumeangalia pale mfanyakazi mwenyewe Saleh ameweza kumwandikia bosi wake madam kwamba amekosea sana, anahitaji kusamehewa. Pengine haya maneno aliongea kinamna gani kama amekuja mwenyewe kukiri mbele ya madam kwamba mishahara yote amelipwa? Ni tunashindwa kuelewa mpaka sasa ni kwa namna gani sana anaweza kwenda kuongea vitu kama hivyo ingawa mshahara analipwa. Kwa hiyo ni mambo mazito sana ambayo yanajiri katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Sasa nilikuwa napitia baadhi ya comment za dau. Huyu anaitwa Msinika wa Lamari kaweza kusema kwamba vijana wengi wanapoteza ubingwa kwa kupenda maisha mazuri kwa shortcut. Mwingine kaweza kusema kwamba tulale tuna raha gani. Mwingine kaweza kusema kwamba angejua kama Richi huwa anarekodi watu asingejaribu kuwa hata na mazoea naye. Amuulize Aslay kilimkuta nini. Ila vijana wa Bongo punguzeni tamaa. Mnaonaga kama watu wanaishi Marekani au Canada wana hela sana. Mwingine kaweza kusema kwamba au na Saleh ni kaweza kusema neno gumu kidogo. Mwingine kaweza kusema kwamba nachoka mimi mtoto wa Clemens mwa Ndambo. Mwingine kaweza kusema kwamba weka moja tuone vizuri, tunachanganya na wewe ndugu mwandishi bwana. Wewe uone muda hautoshi. Mbea mwingi mno. Mwingine kaweza kusema kwamba hakumjua Richi vizuri, maskini angekuja jiji la TikTok kumjua kila mtu na tabia zake, tamaa mbaya. Mwingine kaweza kusema kwamba hakujua maskini kama Richi ana rekodi, ila vijana tuna shida na gari juu alinunuliwa kumbe akili zipo. Mwingine kaweza kusema kwamba wadada nimeposti hichi kitu katika page yangu. Mwingine kaweza kusema kwamba ila huyu Zama kila siku wafanyakazi wanamuonea kuna kitu cha kujifilia, ngoja tuone kwa mastaa. Hizo ndo baadhi ya comment za dau kuhusiana hicho ambacho kilikuwa kinaendelea. Shusha comment yako hapo chini. Mimi ni Dax_Drizzy, Blue House ndio hapa Dax Media.